Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Naam, ndugu zangu wa Tanzania na ndugu zangu Waislamu wa Tanzania na wasiokuwa Waislamu kwa ujumla, leo hii hapa umoja wa wanazuoni wa Kiislamu Tanzania, Hayatul Ulama, tupo hapa kwa lengo la kuizungumza kwa ufasaha zaidi na kwa kuelimisha jamii yetu zaidi nguzo ya tatu katika nguzo za Uislamu, ambaye ni nguzo ya zaka, na katika anwani ya kwamba ni nafasi ya zaka katika kuinua uchumi wa mtu mmoja mmoja na vile uchumi wa jamii. Nafahamu kwamba zaka kwa utaratibu wa Uislamu jinsi ulivyoweka ndiyo kitu pekee ambacho kinaweza kikanyanyua haraka sana ama kuondoa kabisa yani umaskini na vile kunyanyua uchumi wa kila mtu. Kwa hiyo zaka kuzungumzwa katika sura hii ni muhimu sana, kwa sababu utaratibu wa zaka ama zaka kama zaka imekaa katika maeneo mengi sana. Kuna maeneo ya vitu vya thamani, dhahabu na fedha, na kuna maeneo ya bidhaa za biashara, na kuna maeneo ya mazao, na kuna maeneo ya ufugaji wa nyama. Kwa hiyo maeneo haya ndio maeneo ambayo wanadamu wote wamegawika huko: madini, kwenye masuala ya swala biashara, swala la kilimo na swala la wanyama. Sasa kama zaka itatolewa vizuri na zaka itakusanywa kwa wenye uwezo na kurejeshwa kwa watu ambao hawasiokuwa na uwezo, tunaweza jamii kubwa sana na ikasaidia jamii kubwa zaidi katika kunyanyua uchumi wa mtu mmoja mmoja na uchumi wa kijamii. Hiyo ndio falsafa ya zaka katika Uislamu, na leo hii ndio jambo hili tunalizindua na tunalihimiza leo na tunalizungumza katika upana kwa Waislamu na kwa wasiokuwa Waislamu katika nchi yetu. Lengo ni kunyanyua uchumi wa taifa letu na jamii yetu. Sasa na mimi ninaitwa Sheikh Abdallah Saleh Ndauga. Naitwa Sheikh Abdallah Saleh Ndauga, ambaye ni mwenyekiti wa umoja wa wanazuoni wa Kiislamu Tanzania, au usema rais wa wanazuoni wa Kiislamu Tanzania, Hayatul Ulama. Ingine ni tajriba ambayo tulifanya Hayatul Ulama. Sawa, hii mwaka jana tulipata zaka sawa ya hiyo ya milioni 15. Katika hii zaka milioni 15 tuliweza kuwawezesha kwa njia ya mafunzo mbalimbali sawa watu takriban 207 na tumeweza pia kuwatengenezea vikoba vyao, tukawakabidhi hizi fedha, ikawa ni zaka yetu kwao wao, ikawa imeondoka katika miliki yetu imeingia katika miliki yao, wao wanamiliki, wakaunda vikoba vyao hivi sawa. Na sasa hivi wana vikoba takriban 8. Kuna Mbezi kikoba kipo Mkuranga kina watu 30, na hisa ya kianzio tuliwapa milioni 1,500,000, na sasa hivi katika akiba yao wanayo milioni 8,350,000, na bado wanakopeshana wenyewe katika mahitaji yao ya kila siku, katika shida zao za kila siku, na wanaendelea na harakati za kibiashara na kimaisha. Kuna Juhudi kikoba iko kwa Mkuranga kina watu 31. Hawa tuliowezesha kukopa milioni 1,550,000, na sasa hivi baada ya kipindi zaidi ya mwaka sasa karibu mwaka wana milioni 2,150,000, na wao ni kikoba ambacho kinafanya kazi, wanaweka akiba zao na wanafaidika na kikoba chao. Ihsani kikoba kina watu 24, Sungi kikoba kina watu 27, Masaki kikoba Kisarawe kina watu 21, Kisanga kikoba Kisarawe kina watu 3, walimu Kisarawe, hawa ni walimu wa madrasa. Baada ya kupa mafunzo aina mbalimbali pia tukawawezesha na hizo pesa, na sasa hivi katika kikoba chao wanayo milioni 2,100,000. Na Madrasat Muhammadi tuliwawezesha vijana karibu 50. Na hivi sasa hivi pesa tuliowapa mwaka mmoja uliopita ilikuwa ni milioni 10,350,000, lakini sasa hivi katika vikoba vyao vyote kwa tarehe ya jana, tarehe 7 Machi, kwa sababu tunaona katika mitandao ya simu wanavolipa, wanavokopeshana, wanaweka akiba, tunaona sasa hivi wanazo milioni 26,224,000. Sasa hii ni tajriba ambayo ipo na tumeiona. Kwa dakika chache nilizokuwa nazo, labda nielezee hizi modali maulama wetu wamezizungumza vipi. Maulama na so maulama hivi, yani wenzetu duniani ambao wanao mifuko kama hii, vipi wanavyotumia zaka
sawa, katika kuondoa umaskini. Sheikh Salum Awadhi amezungumza vizuri kabisa kuonyesha kwamba vipi Ahua waliweza kufanya mabadiliko makubwa duniani na wengine, lakini vipi wanavyofanya. Naomba kuonyesha kidogo. Hii ni modali ambayo ipo katika